pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu, tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe katika safari yangu, tatembea na wewe, katika safari yangu, tatembea. Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa katika Kristo Yesu. Ninakusalimu na kukubariki tena kwa jina la Yesu. Na kukaribisha kwenye somo yetu ambayo tuko nayo, ushindi juu ya mauti. Ushindi juu ya mauti. Tutaenda kumshukuru Mungu kwa maombi. Baba, tunakushukuru kwa neema ambayo umetubariki kwa siku ya leo, kwamba tuende kusanyika mbele zako pamoja na mpendo ambaye anasikia, ili kwamba tulichangie neno hili na somo hili. Ninaliacha mikononi mwako Bwana, niwezeshe kwa neema yako, nitoe sawa na mapenzi yako. Nikupendeze Kristo kutubariki kupitia ujumbe huu, kwa utukufu wa jina lako na kwa wokovu wa maisha yetu, katika jina la Yesu. Amen. Karibu tena mpendwa katika jina la Yesu, na kukaribisha kwenye somo hili ya ushindi juu ya mauti. Leo tutaenda kuona kipengele cha pili ya hii somo ya ushindi juu ya mauti, ambayo ina kichwa nasema ngao ya imani. Ili kwamba tuwe na ushindi juu ya mauti, ni lazima tuvae ngao ya imani. Utakumbuka kwenye kipengele cha kwanza tulizungumza habari za Martha na Bwana Yesu. Bwana Yesu alimwambia Martha kwamba katika kitabu cha Yohana sura 11:26 nasema, Bwana Yesu anamwambia Martha kwamba kila anayeishi akiniamini mimi, yani kila anayeishi na ananiamini mimi, aseme hata kufa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani wewe na mimi kama gisi tuko hai size, tunavyoishi size tuko katika dunia, tumekwisha kumwamini Bwana Yesu. Bwana Yesu anasema kwamba hatutakufa milele. Hiyo ni swali ambayo wewe na mimi tunaweza tukajiuliza. Kwa nini Bwana Yesu anasema kwamba tunapomwamini na tuko hai hatutakufa milele? Mbona tunaona watu wako wanakufa? Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wako wanakufa. Na vijana wanakufa, na watumishi wa Mungu, wachungaji wa makanisa wanakufa, na mitume wenyewe ambao Bwana Yesu alikuwa anafundisha vile vile walikufa. Sasa hii kufa ni kufa ya aina gani ambayo Bwana Yesu yuko naongea na Martha, anamwambia kwamba mtu akiwa anaishi na ananiamini mimi hata kufa milele. Tulisema kwenye kipengele cha kwanza ya kwamba hii kifo sio ndio kifo, ni kwetu sisi binadamu inaonekana ni kifo, lakini kifo ambayo Bwana Yesu yuko anazungumzia ni kifo ya nafsi, ni kifo ya roho. Yaani unapotoka katika mwili huu unaenda kukutana na kifo ambayo ndio kifo ya kweli. Na Bwana Yesu alikuja mdunia ili kwamba atuokoe na mauti hiyo ambayo ni mauti ya kweli. Na ametupa ushindi juu ya mauti. Leo tunakuja na kipengele kingine ambayo inasema ili kwamba tuweze kutoka mwili na tunashikilia huu ushindi juu ya mauti. Yaani ili kwamba tutoke, tunapotoka mwili tuende na uzima wetu, tuende na huu ushindi juu ya mauti, ni lazima tuvae ngao ya imani. Sio kama unanifuata bien. Ni lazima tuvae ngao ya imani ambayo itatusaidia, ndio assurance ya kujua kwamba tuko tunatembea mu ushindi juu ya mauti. Acha tusome maandiko ndio tupate kueleweshana vizuri. Tutasoma katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura 5 mstari wake wa 4 hadi 5. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani, isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu?
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Yaani imani yetu ndio inatupatia ushindi juu ya mauti, ushindi juu ya dunia, ushindi juu ya kifo, ushindi juu ya dhambi. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Acha tuongeze kitabu cha Waefeso sura 6 ndio kwenye kuko somo mstari wa 16. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa kwanza wa Yohana inatuambia kwamba huku ndiko kuushinda ulimwengu, kuushinda tushindako ulimwengu ni hiyo imani yetu. Yaani tunakuwa na ushindi wa mauti, tunakuwa na ushindi juu ya mauti wakati tungali naishi mudunia. Sio wakati tushakufa ndio tutakuwa na ushindi. Tunaanza ishi ushindi juu ya mauti wakati tuko mudunia. Yaani tutakia toka mwili, tunatakiwa tutoke na ule ushindi. Yaani uko unatembea muushindi, ukitoka mwili unatoka na huo ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba kushinda kinachotupatia kushinda juu ya dunia, kushinda tuushindako ulimwengu ni imani yetu. Imani yetu ndio inatupatia kushinda. Imani yetu ndio inatupatia ushindi juu ya mauti, ushindi juu ya kifo, ushindi juu ya dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hii ushindi tunaipata namna gani? Unajua tunapomwamini Bwana Yesu kisha kuzaliwa na wazazi wa mwili. Tumezaliwa na wazazi wa mwili. Kisha kuzaliwa tukamwamini Kristo Yesu. Na kisha kumwamini Kristo Yesu tukaanza kutembea katika upya wa uzima. Maandiko yanasema mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu anakuwa kiumbe kipya. Yaani kisha kumwamini Bwana Yesu tunatakiwa, Mkristo kisha kumwamini Bwana Yesu anatakiwa aanze kutembea katika upya wa uzima. Ndio ile kuzaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuzaliwa mara ya pili maana yake kuanza kutembea katika tabia mpya ambayo inaambatana na neno la Mungu. Kuzaliwa mara ya pili maana yake kuanza kuishi sawasawa na neno la Mungu. Kuzaliwa mara ya pili yani kuanza kuishi sawasawa na imani iliyo ndani ya Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati tunapozaliwa mara ya pili, tunaanza tembea katika upya wa uzima, katika upya wa moyo. Hapo ndio tunaanza tembea katika ushindi juu ya mauti. Bwana Yesu atusaidie, sio kama unanifuata bie. Narudilia. Ile kuanza kuishi, unapoanza kuishi maisha ya mawasiliano mzuri na Mungu. Unapoanza kuishi maisha ya kumwogopa Mungu. Unapoanza kuishi maisha ya kukimbia uovu, kukimbia dhambi. Unapoanza kuishi maisha ya kutafuta uso wa Mungu. Unapoanza kuishi maisha ya kutokuwa na lawama na Mungu. Hapo uko unatembea katika ushindi juu ya mauti, ushindi juu ya dunia. Imani ulipomwamini Kristo, ukaambatana na ile imani iliyo ndani ya Kristo Yesu. Hiyo imani inakupatia kushinda. Unashinda nini? Unashinda dunia, unashinda dhambi, unajiepusha na maovu. Hali ya kuanza kuishi maisha ya kujiepusha na maovu njoo ushindi ile Bwana Yesu anatuambia kwamba tuko na ushindi juu ya dunia, tuko na ushindi juu ya mauti. Kwa sababu hii mauti ya pili, kenye kitakufanya uende kuishi hii mauti ya pili ni dhambi, ni kushindwa na dunia. Kenye kitakufanya uende kuishi mauti ya pili ni kutokuwa ushirika, yani ni kutoka mwili bila ushirika mzuri na Kristo. Yani mwanadamu aitwe akwe Mkristo akwe mpagani, akitoka mwili bila kuwa na ushindi, yani bila kushinda dhambi, bila kujiepusha na mabaya, bila kuwa na mawasiliano mzuri na Mungu, akatoka mwili bila ushirika mzuri na Kristo, anaenda kukutana na mauti ambayo ni mauti ya pili, ambayo ndio mauti ya kweli, ambayo ndio kifo ambayo Bwana Yesu alikuja ili kwamba sisi tupate kupona na ile kifo. Na ametupatia huo ushindi msalabani kupitia kufa kwake. Bwana Yesu atusaidie sana mpendo.
Maandiko yanasema kwamba kila kilichozaliwa na Mungu kinashinda ulimwengu. Kila kilichozaliwa na Mungu, yaani kila mwenye alimpokea Kristo, akapokea roho wa Kristo, akaanza ishi maisha mapya pamoja na Kristo. Maisha ya kumwogopa Kristo, maisha ya kumpenda Kristo, maisha ya kutafuta uso wa Kristo, maisha ya kumpendeza Kristo, maisha ya kutafuta uso wa Mungu, maisha ya maombi kwa ajili ya mawasiliano yake mazuri na Mungu, ya kuimarisha urafiki wake na Kristo. Aseme kila kilichozaliwa na Mungu kinashinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kushinda kunapotupa ushindi kwa ajili ya huo ulimwengu ni imani yetu. Yaani ni kutii kwetu, kuishi, kutembea sawa jinsi neno la Kristo linavyosema. Kutembea sawa jinsi Kristo anataka tutembee. Sawa jinsi Kristo anataka tuishi. Ndio pale tutakuwa na ushindi juu ya mauti. Sasa mpendo, wewe na mimi tunatakiwa tujue, tunapomwamini Kristo Yesu na kuanza kuishi maisha kumwogopa Mungu, ya kumfurahisha Mungu, tunajitengenezea tayari uadui ya sisi na shetani. Tunajitengenezea tayari uadui, tayari pale tunakuwa maadui wa ulimwengu wa giza. Na shetani anaanza tafuta mbinu, njia za kukufanya wewe urudie tena, utoke mwile imani. Sasa mishia shetani inakuwa ni nini? Hatafuti mbinu ya kukuua kufe tu mwili, hapana. Bwana tusaidie sana. Somo ya leo tunazungumzia kuhusu ngao ya imani. Unapomwamini Kristo, maana unajitenga na shetani. Unaambatana na Kristo, unakuwa mtumwa wa Kristo. Unakuwa mfungwa wa Kristo. Unajitenga na shetani kwa tabia, kwa maisha zilikuwa naishi za zamani, kama ilikuwa ni kiburi, uongo, matukano, masengenyo, kutukana ovyo, kuteta, kuketi barazani pa wenye mizaa, madharau, matusi, uzinzi, tamaa mbaya, haina yote ya mabaya ambayo unaweza kuwa ulikuwa naishi kabla ya kuamini Kristo. Sasa ulipomwamini Kristo, akakuosha, akakusafisha, akakusamehe dhambi zako, akakutakasa kwa moyo wako, akakutakasa moyo wako, ukakuwa safi, ukaanza kutembea katika ule weupe wa uzima. Na huo weupe wa uzima ndio unatupatia ushindi juu ya mauti. Yaani wakati uko unatembea katika weupe wa moyo, katika woga wa Mungu, katika woga wa roho ya kumtafuta Mungu, roho ya kumheshimu Mungu, roho ya kuchukia ubaya wala kuchukia vile ile maisha wala ile dhambi ambazo ulikuwa unatembelea tena. Haurudii zile dhambi za zamani. Pale uko unatembea muushindi juu ya mauti. Kwa sababu Bwana Yesu alisema, alimwambia Martha, mtu anaponiamini mimi, mtu akiwa anaishi, ananiamini mimi, akaniamini mimi, hata kufa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kukufa ni kuenda, yaani hataenda ona moto wa milele. Yaani utatoka, utahama tu, utahamishwa tu. Na hii kumwamini Kristo ndio inatupatia ushindi. Ndio maana Yohana anasema kwamba kinapotupatia ushindi juu ya dunia ni imani yetu. Kinapotupa ushindi juu ya dhambi ni imani yetu. Yaani ni kukubali kutii wito wa Kristo na kukubali kutembea sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushindi juu ya mauti iko kwa Kristo, iko kwa watumishi wa Mungu, kwa watumishi, kwa wajakazi, kwa waimbaji, kwa waombaji, kwa wamama, kwa kila roho ambayo inakubali kutii, kutembea muoga wa Mungu, kukaa na sauti ya Mungu, haijalishi circumstance, haijalishi changamoto gani, tutafika kule. Sasa shetani anapoona kwamba wewe uko unatembea katika huo weupe wa uzima, anatafuta mbinu yote. Unajua, anapoona kwamba wewe umeshakuponyoka, hauko tena mkaa yake, hauko tena mkambi yake, hauko tena mateka wake, anatafuta njia zote ya kukurudisha. Hayatafuti njia ya kukuua wewe ukufe, hapana. Tatizo sio kufa mwili, hapana. Kenya anatafuta ni kuua ile imani yako ambayo uko nayo ndani ya Kristo. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati shetani anakuja kutushambulia, nini anatafuta? Hatafuti kwamba sisi tukufe tutoke mwili, no. Anachotafuta kwamba tuangushe imani yetu na tuanze rudilia ile maisha ya dhambi ambayo Kristo alitutoa hapo. Yaani tunaporudilia ile maisha ya dhambi, pale hatutakuwa tena na ushindi juu ya mauti. Pale tutakuwa na hukumu ya mauti. Bwana tusaidie sana. Yaani tunaporudilia ile maisha ya dhambi, ndio shetani anakuja juu atuangushe. Na hata tukana kufesi hivi, kwa sababu anajua hata kupata.
kwa sababu ndani yako mko boga ya Mungu, ndani yako mko nuru ya Mungu, ndani yako mko moto inayowaka. Kila Mkristo aliyeokoka kweli kweli, ndio maana Kristo alisema, aliwaambia Wayahudi haseme mtu akiniamini ninyi, mmekwisha kuniamini mimi, mtajua kweli na kweli itawaweka huru. Haseme na mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Unapomwamini Kristo kweli kweli, unawaka, unakuwa unatembea katika nuru ya uzima. Sasa kinyi shetani anataka misio yake ni kwamba azimishe ile nuru, na kinachofanya ile nuru izimike ndani yako ni dhambi. Akuingize mzambi, yani akurudishe mzile dhambi zilikuwa unafanya, zile za Bwana Yesu alikutoa wako. Ndio anataka sasa urudie juu ile nuru izimike, na usikuwe na ule ushindi juu ya mauti. Juu ile nuru ndio inakonfirme kwa mbingu na mbele za Mungu na mbele za ulimwengu wajiza kwamba huyu iko muushindi. Sasa anafanya hata fika na kukuia hivi juu hataweza, juu ndani kuko moto. Analeta majaribu. Bwana Yesu atusaidie sana. Analeta vita. Analeta maataki. Mishie hizo atake ni weye uangushe ile imani iliyo ndani ya Yesu. Ni weye utoke muile ile ushirika pamoja na Kristo. Ukitoka muile ushirika, ukitoka muile mawasiliano mzuri na Kristo, ukatoka muile boga ya Mungu, ukaanza rudilia zile dhambi zilizokuwa na tu, ukaanza rudilia kutukanana, kutetana, masengenyo, kiburi cha uzima, ukaanza rudilia maisha ya bongo, ukaanza tafutana na madawa ya kukusaidia juu upate uponyaji gani kwa njia zenye zinyoroti mbele za Mungu. Ukaanza rudilia zile tabia za zamani zilizoza kutubu. Shetani anakupata. Na akisha kupata pale, ukitoka mwili ni moto, mauti ya kweli. Wewe utakuwa haukupata ushindi juu ya mauti. Kwa hiyo basi Bwana Yesu anatuonya kwa Waefeso, tumetoka kusoma hapa. Anatuonya sisi ambao tumekwisha kumwamini Kristo na tuko natembea katika uope wa moyo. Anatukumbusha na kutuonya kwamba tuzivae hizi silaha za Mungu. Na baadhi ya hizi silaha, kuko silaha nyingi pale, kiasi ya 7 hivi. Anatuonya zaidi ya hayo, anatuonya muvae ngao ya imani. Joko yuko kichwa ya neno, ngao ya imani. Muvae ngao ya imani. Kwa nini Bwana Yesu anatuambia kwamba tuvae ngao ya imani? Malengo kubwa ya kutuambia kwamba tuvae ngao ya imani, maandiko yanasema zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja? Narudilia. Ili kwamba tupate kuwa na ushindi juu ya mauti, wewe na mie, kaka yangu, dada yangu naye nifuata saizi. Ili tupate kuwa na ushindi juu ya hii mauti ya kweli, mauti ambayo Bwana Yesu alikuwa akajisakrifie. Biblia inasema yeye asiyejua dhambi, Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Alichukua dhambi zetu akazigongomea juu ya msalaba. Yaani hii mwili ishakuwa ndani. Maandiko yanasema mwili na nyama havitaurithi uzima wa milele. Kinachotupatia ushindi juu ya mauti ni imani yetu. Imani iliyo ndani ya Kristo Yesu. Na Kristo anajua kama tuko na imani iliyo ndani yake wakati tuko tunatembea katika utiifu wa neno lake. Hawasema kwamba mimi niko na imani ya Yesu, I'm born again, nishakuwa Mkristo, nishakazaliwa upya. Huku zile tabia za dhambi ungali nazo, ungana zifanye, ungani manifesto. Unavala tu kama malaya, unajipodoa kama malaya, siyui, unaongea kama malaya, kama mtu tu wa dunia siye mjua Mungu, unafanya masengenyo, matukanano, vyote unafanya. Huku hivi unahudumia kanisani, huku hivi unaimba, huku hivi unahubiri, huku hivi unaomba, unajiita nabii, hauyakuwa na ushindi juu ya mauti. Wao uko natembea mlaana, sio tena hata mzambi. Uko natembea njoo mlaana kwa sababu unafanana wa Mungu lakini mbwa mwitu. Bwana tusaidie sana. Bwana anaonya wale ambao wako natembea katika weupe wa moyo, kama jinsi wewe na mimi tunavyotembea, rafiki yangu. Anatuonya kwamba tuvae ngao ya imani ya kutusaidia kuzimisha kila mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Hii ngao inatuprotege. Anatuonya kwamba tuvae, sio kwamba anatuambia atuvalishe.
tuvae. Yaani anatupatia vifaa, anatuambia siye tuvae. Kisha kuvaa yeye sasa anatuinstale vile. Tunavaa ngao ya imani kwa njia ya maombi. Tunavaa ngao ya imani kwa njia ya kusoma neno na kuliishi. Tunavaa ngao ya imani kwa njia ya kustahimili majaribu. Lengo kubwa ya ngao ya imani Bwana Yesu anatuambia ni kuzimisha kila mishale ambayo adui anaweza kutuma juu ya maisha yako. Kama mishale ya magonjwa anatumana, itanane uko bien protégé ngao. Mfaransa wanaita c'est bouclier. Sinda tafsiri yake. Manake kama hizi tunaona wana hata masinema zimoja hivi wanakuwa wanaonyesha kisi mtu uko na kitu kama vile kiprotection mumikono, hasa hapa uko kitu kama vile kichuma hivi, bakipiga mishale inapiga humo, haiwezi kumuingia muroho. Ndio Bwana Yesu anatuonya tuvale vile vya kiroho. Sasa sio uende vitafutana na uko na vivala, hapana. Hivi ni vitu vya kiroho. Anasema tuvae ngao ya imani. Yaani nini? Tuweke imani yetu kwa kila circumstance yote ambayo tunaweza kuwa tunapitia maisha. Tuweke imani yetu na matumaini yetu ndani ya Kristo Yesu. Kwa sababu gani? Yesu kwa upendo wake alijitoa ili kwamba tupate uzima wa milele, na akatupatia uzima. Wakati tuko natembea katika weupe wa moyo, tuko katika uzima wa milele. Tuko katika uzima. Uzima ni mtu mwenye hana magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mtu mwenye hana magonjwa, hana stress, macho iko bien, iko fresh. Ndio mtu mwenye uko mzima. Na sisi tuko wazima ndani ya Kristo kwa sababu hakuna madhaifu, hakuna madhambi ndani mioyo. Sasa ndio anatuambia tuvae ngao ya imani ituprotege na kila circumstance yoyote ambayo shetani anaweza kaleta kwa kuja kuatake mili yetu juu tuangushe imani. Bwana Yesu atusaidie sana. Anatukumbusha kwamba tuvae ngao ya imani. Tuvae ngao ya imani ya kuzimisha kila mishale yenye moto. Ya kuzimisha kila mishale yenye moto ambayo mwovu anaweza katuma. Ujumbe ni nini? Ili uwe na uhakika kwamba uko na ushindi juu ya mauti, mpendwa rafiki yangu, ndugu yangu, kaka yangu, dada yangu. Ili uwe na uhakika kwamba uko na ushindi juu ya mauti, wewe na mimi, Mungu anatuonya kwamba tuvae ngao ya imani. Tuvae ngao ya imani, yaani tukiri ushindi juu ya mauti. Haijalishi changamoto ambazo tutakuwa tunapitia kwa maisha yetu ya kimwili. Haijalishi changamoto ambazo tutakuwa tunapitia kwa maisha yetu ya kimwili hapa chini ya jua, wakati wote tungali humu dunia. Tukiri ushindi juu ya mauti. Yaani tuwe na imani ambayo iko thabiti kwamba Mungu aliyenipa ushindi juu ya mauti, amenipa ushindi juu ya uongo. Mungu alinipa ushindi juu ya uzinzi ambaye alikuwa ananitesa mchana na usiku. Mungu alinipa ushindi juu ya kutukanana ovyo. Mungu alinipa ushindi juu ya kupigana ovyo mkartie. Iko na uwezo ya kunipa pia ushindi juu ya haya magonjwa ambayo yananisumbua. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko na uwezo ya kunipa ushindi juu ya kukawia yangu kuzaa. Iko na uwezo ya kunipa ushindi juu ya hii kukosa yangu mume. Iko na uwezo ya kunipatia ushindi juu ya hii kusukaniwa, niko natukaniwa. Kudharauliwa, niko nadharauliwa. Kwa hiyo basi, sitatafuta njia ya mkato ili kwamba nipate kufanikiwa kwa mambo ya mwili. Nitakuwa nimetoka muimani. Nitakuwa ninaua imani yangu. Kumbe, nivae ngao ya imani. Anaweka matumaini kwa Bwana kwa sababu anajua Mungu aliyempa ushindi juu ya yale mambo ambayo asingeliweza kujitoa hapo. Hakuna mwanadamu alikuwa na uwezo wa kujiokoa. Wewe na mimi, hakuna mwanadamu alikuwa na uwezo wa kujiokoa. Ni Bwana Yesu ndiye alituletea neema ya kumjua, na lengo kubwa ni kwamba tuweze uzima wa milele. Alimwambia Martha kwamba mtu anapokuwa anaishi akaniamini mimi hata kufa milele, yani ataishi milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakupa pia ushindi. Mungu aliyenipatia ushindi juu ya mauti. Ushindi juu ya mauti ya kweli, yani juu ya kifo ya milele. Ameniokoa, ameniponya, amenipatia Roho Mtakatifu ikae na mimi juu nisiendeke kufa, nisiendeke moto. Iko na uwezo kuniokoa na hii kifo ambayo ulimwengu wa giza kwa napanga, kama ni wachawi kwa wanapanga
ni kifo ya mwili ambayo wachawi wako wanapanga juu yangu, iko naweza kunilinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani Mungu atakupa pia ushindi juu ya majaribu zote ambazo shetani anaweza kusababisha. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu wewe umeshazaliwa mara ya pili, uko wa Mungu, hauko tena wa shetani. Umeshazaliwa mara ya pili, uko kontrole na Mungu, uko kontrole na Kristo Yesu. Ufalme wa Mungu uko pamoja nawe, ufalme wa Mungu uko ndani yako, uko kontrole na ufalme wa mbinguni. Sasa Mungu anakuwa na wewe kwa sababu ya nini? Uko unatembea katika imani yako. Kinachokupa ushindi juu ya mauti ya milele, kifo ya kweli. Hii kifo sio kifo, rafiki yangu. Kuko kifo ambayo Mungu aliitayarisha sio kwa ajili ya mwanadamu, ilikuwa ni kwa ajili ya shetani na malaika zake. Sasa wivu wa shetani, anajua kwamba Bwana Yesu ametutengenezea njia ya uzima. Anatamani kama wanadamu wote wanaanza kumwacha Bwana Yesu, wasimwamini Bwana Yesu wala wasiishi katika neno la Mungu, waambatane naye waende kuenda kumoto. Lakini Mungu wa neema anatupa huo ushindi wa kuurithi uzima wa kweli ambao ni uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani umeelewa ujumbe. Ili uwe na ushindi juu ya mauti, rafiki yangu, ndugu yangu naye nisikia, fanya angalisho na shetani. Fanya angalisho na shetani. Usivunjike moyo katika circumstance au katika kufeli ambako uko na feli mamitiani. Unajaribu kutafutana na makazi, vitu havikamati, kazi hazikamati. Unafungula mabusiness, havikamati. Siyo watoto wanagonjwa, unamtunisha huku na huku, havieleweki. Hiyo vyote ni circumstance ambayo iko nafika ili kwamba wewe uache imani. Sasa wewe ambaye uko na ushindi juu ya mauti, umeshajua mbinu ya shetani na unajua kwamba njia pekee ya kumshinda shetani ni kulinda imani yako, yaani kujilinda usitende dhambi. Maandiko yanasema kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi wala hawezi kufanya dhambi. Ushindi juu ya mauti iko kwa Wakristo ambao walikombolewa kwa damu ya Kristo Yesu na wanaanza kutembea katika weupe wa moyo. Japokuwa changamoto inaweza ikafika, hawezi akawaacha Mungu kwa sababu ya changamoto ambazo ziko zinamfikia mambo ya mwili. Au contrary, mzile changamoto zote ziko zinafika, iko nampatiazo Bwana. Iko namuonesha Bwana, ona hiki. Haitiki kushawishika na ulimwengu, haitiki kushawishika na shetani. Mkristo aliyeamini Yesu ana imani dhabiti kubitu, Mkristo mwalisha mwamini Bwana Yesu, iko na imani dhabiti kubitu vyenye havioni. Anajua kwamba Mungu atatenda. Japokuwa ningali hivi bila kuoa, bila kuwa na mtoto, bila kuzaa, siyui ningali hivi, problemu si yakuwa na kazi, Mungu atanifungulia mlango na kuwa na kazi tu. Mungu atanifungulia mlango, problemu ya mavitambulisho si yakuwa navyo nitavipata tu. Mungu atanisaidia tu. Na nakuwa na imani kwa sababu yeye ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wakati wowote uko unatembea katika maisha kumpendeza Mungu, maisha kumwogopa Mungu, ndugu yangu ujue kwamba Mungu hawezi kukuacha. Na Mungu hawezi kukuacha. Na kuna mengine na changamoto ambazo Mungu anaziruhusu zikufikie, jua aendelee kuimarisha imani yako. Kinachotupa ushindi juu ya mauti, rafiki, ni imani yetu. Vaa ngao ya imani ambayo kupitia hiyo utaweza kuzimisha kila mishale. Akileta magonjwa, roho yako iko bien protege na Mungu. Unajua Mungu mwalinishindia kifo ya milele, anaweza kuniponya na hii magonjwa. Kwa hiyo sasa sitaenda tafuta wafumu basangoma ili kwamba nipate uponyaji. Mungu aliyenipatia ushindi juu ya mauti ananiokoa na hizi dhambi, ananiokoa na hii kifo ya milele, moto ya milele. Iko na uwezo kunifungulia mlango ya kupata kazi na mimi ili nipate kupata pesa ya kuoa. Iko na uwezo kuniletea mwanaume wa kunioa. Kwa hiyo sasa sitaenda jikomba kwa wanawake, kwa wanaume nikie nibebe tu mimba wananifanyia uzinifu ovyo. Mungu alinifungulia mlango anifungulia uwezo, anipatia Roho Mtakatifu na ananilinda juu nipate uzima wa milele. Yaani ananiokoa na kifo ya mauti ya milele, kifo ya moto ya milele. Iko na uwezo tena na mimi kunifungulia hata mlango nipate business ya kufanya, nipate kazi na nianze kufanya mabusiness zangu. Mungu alinifungulia mlango. Akikuwa na hiyo imani, ukikuwa na hiyo imani ya hivyo, hakuna hata kitu kimoja kinaweza kutenga na mapenzi ya Mungu. Yaani imani yako iko kwa Mungu. Na Mungu anapoona imani ambayo iko dhabiti, Mungu anafurahishwa. Acha tusome kumalizia. Nadhani umeelewa ujumbe. Mkristo ambaye yuko na ushindi juu ya mauti ni Mkristo ambaye anakiri ushindi. Anakiri ushindi juu ya hiyo mauti.
katika changamoto yoyote ile ambayo anapitia. Ni Mkristo ambaye anatia matumaini yake kwa Mungu kwa kila hali, kwa kila hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatia matumaini yake kwa Mungu kwa kila hali. Kwa hiyo hawezi akatikisika wala hawezi akavunjika moyo, anazidi kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma mbio mkitabu cha Matendo ya Mitume 20. Matendo ya Mitume sura 12 mstari wa 10 hadi 12. Tunasoma tu mbio kwa jina la Yesu kwa sababu ya muda. Paulo akashuka, akamwangukia, akamkumbatia, akasema, "Msifanye ghasia, maana uzima wake ungalimo ndani yake." Akapanda juu tena, akamega mkate, akala, akazidi kuongea nao hata alfajiri, ndipo akaenda zake. Wakamleta yule kijana ya yu mzima, wakafarijika faraja kubwa sana. Amen. Hii ni habari ya Paulo mtumishi wa Mungu, yuko na hubiri saizi. Sasa alianza kuhubiri usiku yote mpaka usiku wa manane yote mpaka alfajiri. Iko mkuhubiri, ile kijana alikuwa naiko focus kwa mahubiri mpaka usingizi naika umbeba akaanguka. Sasa Paulo yuko na hubiri, Yesu alitupa uzima, amekwisha kutupatia ushindi juu ya mauti. Hata tukitoka mwili leo tutaurithi uzima wa milele. Iko na hubiri kama iko na hubiri habari za ushindi juu ya mauti. Bwana tusaidie sana. Sasa mwile kuhubiri vile akaanguka, Etiko akaanguka. Sasa alianguka, ule Paulo alikuwa pale vile anaona. Wakumbuka sura kipengele cha kwanza tulizungumza kwamba roho bila mwili bila nafsi inakufa. Inakufa hiyo mwili iko. Sasa alipomwangukia Etiko akaona yeye anasema kwamba uzima wake, nafsi yake ingali ndani yake. Yaani mwili ilikuwa nafsi ilikuwa yaachana na mwili. Maandiko yanasema akamkumbatia, akakuwa mzima, akarudia tena kwenda kuhubiri Injili. Mungu akadhibitisha ile mahubiri kwa njia ya ishara na maajabu. Na kila popote Paulo alikuwa anaenda kufundisha neno la Mungu, Mungu alikuwa anaikonfirmia kwa maisini ya miujiza, uponyaji ya kila aina, kwa sababu Mungu yuko ndani ya neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa hiyo basi Mungu akampatia uzima Etiko ambaye alikuwa karibu na kutoka, alikuwa anatoka mwili. Mungu akakonfirmia ile Injili ya Paulo kwamba ndiyo Injili ya kweli ambayo wewe na mimi tunatakiwa kufundishwa na kufundisha, ili kwamba tupate urithi na uzima wa milele. Tukae katika imani iliyo ndani ya Yesu. Tuvae imani. Changamoto za maisha za mwili zisitutenge na Kristo, rafiki yangu. Kusiwe jambo lolote ambalo litakutenga na Kristo. Kila problemu yoyote ambayo utakuwa unapitia maisha yako ya kiroho sana au ya kimwili, wewe jambatanishe tu na Mungu. Anasema mkabidhi Bwana matatizo yenu, naye atashughulika. Mungu awe pamoja nawe, Mungu awe pamoja nasi, atujalie neema ya kuelewa kwamba tuko na ushindi juu ya mauti wakati tutakuwa tunavaa Kristo, tuko tunatembea na ngao ya imani. Kinachotupa ushindi juu ya mauti ni imani yetu. Yaani imani ya kusema katika circumstances siwezi toka mapenzi ya Mungu ili niende kutatua maproblemi ambayo ya mwili kwa nisumbua. Nitadumu mneno la Mungu kama Ayubu na nitaona Mungu tu. Huyo ndio Mkristo ambaye iko na ushindi juu ya mauti. Na ukitoka mwili, Bwana Yesu anasema umeshinda ulimwengu. Njoo. Mungu akubariki. Bwana tubariki sote kwa jina la Yesu. Amen. Pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, katika safari yangu